Tunaelekea Morogoro kwenye mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC round ya 27 dhidi ya Mtibwa Sugar. Maandalizi yamekwenda vizuri kwa muda mchache ambao tumefanya maandalizi baada ya kumaliza mchezo wetu dhidi ya Coastal Union, mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Moja kwa moja tukaingia kwenye maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Mtibwa Sugar, na hii leo tumeelekea Morogoro kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wetu. Mechi na Mtibwa Sugar ni kama nyepesi hivi, lakini kiuhalisia ni mchezo mgumu. Ni mgumu kutokana na kwanza, matokeo ya raundi ya kwanza hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Mtibwa walifanikiwa kupata sare mbele yetu, tena katika uwanja wetu wa Meja Jenerali Samuel, lakini ni ugumu kutokana vile vile na mahitaji ya Mtibwa Sugar. Kwa sasa Mtibwa Sugar anapigania kubaki katika ligi kuu, na kwa mantiki hiyo basi anaingia katika mchezo huu ukiwa ni mchezo wa tumaini lake la kusalia katika ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi, ama kwa mazingira hayo basi, inafanya mchezo wetu huu wa kesho kuwa mgumu, na sisi tumejipanga kwenda kupambana, twende tukapate matokeo mazuri. Mnapata picha gani mkiangalia Mtibwa ambayo of course mlipata nayo sare, lakini kwa maana ya kwamba Yanga washindani wenu kwenye mbio za ubingwa nao vile vile wakiwa ugenini, tunasema ngoma iliwachachia? Mtibwa ni timu kubwa kwa maana ya iko muda mrefu katika ligi, kwa hiyo kuna nyakati huwa wana practice ukubwa wao, na ndio maana haishangazi kuona anachukua sare kwetu, anachukua sare kwa Yanga, na tena za yeye kuchomoa. Maana yake ni kwamba unamfunga lakini hakati tamaa, anaendelea kupambana, anaendelea kuja. Lakini timu yenye wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa, vijana wadogo ambao hawachoki. Ukiona timu ina uwezo wa kusawazisha dakika za jioni, maana yake ni kwamba baada ya kumfunga yeye aliendelea kuwa na nguvu ile ya kuendelea kupambana, na ndio maana anakuja kusawazisha dakika za jioni. Kwa yote ni kwamba haiwezi kuwa mechi nyepesi na Mtibwa Sugar. Ubora wao tunaojua, lakini sisi tayari tumeshang'atwa na nyoka, tunajua namna gani ya kudili na majani hivi sasa. Semaji, katika mechi zilizobaki ni hesabu za tukiwaki. Azam ameelekea Zanzibar na Yanga, pengine inaweza ikawa ndio mechi ambayo mnaiwekea matumaini zaidi kwamba mtani akiteleza nyinyi mnapita nayo mazima. Sisi tuwe wazi, kwenye ligi kuu hatujawekeza akili kubwa sana, kwa sababu ubingwa wake ni probability. Ubingwa wake inategemea wewe ushinde na mwingine afungwe. Ni hesabu ngumu kwa upande huo. Sisi akili yetu kubwa tumeiwekeza kwenye CRDB ambayo inatuhitaji sisi wenyewe tu kushinda. Kwenye ligi kuu huku ili sisi tu mabingwa unahitaji timu 4 ziweze kushiriki katika huo ubingwa wetu. Simba sisi wenyewe, tutakayemfunga sisi Yanga na atakayemfunga Yanga. Hasa hesabu ya timu 4 zote zikaenda sawa ni ngumu, lakini kwenye NBC inahitaji timu 2 tu, ni sisi wenyewe Simba na mpinzani wetu ambaye tutacheza naye sasa kwenye CRDB. Sasa kwenye NBC huku kwenye ligi kuu ni ngumu, ndio maana sisi tumeweka malengo ya kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Ubingwa ni majaliwa, lakini ni ngumu kupiga hesabu na zikaenda sawa kwa timu zote 4. Kwenye mpira wa miguu wanasema vitu ambavyo hauwezi kuvicontrol basi usidili navyo, kwa maana ya kwamba huwezi kucontrol mechi nyingine, huwezi kucontrol matokeo ya mechi nyingine. Unachoweza kucontrol ni mechi yako wewe mwenyewe. Kwa sisi huku kwenye ligi kuu akili yetu kubwa ni kushinda michezo yetu 3 ambayo imebakia. Kwenye kombe la CRDB ndiko ambapo tumewekeza nguvu kubwa na akili kubwa, kwa sababu ipo kwenye mikono yetu, tunaweza kuicontrol, kwa maana ya kupambana, kushinda, tuchukue ubingwa.
Haieleweki, mmechukia au mmefurahia? Hatuwezi kueleweka kama tumechukia ama tumefurahia Yanga kutolewa, mpaka wao watuambie wamefungwa kwa ubovu wao ama wamefungwa wamekimbia. Tukijua wao wamefungwa kwa scenario gani, na sisi ndio tutawaambia tumefurahia ama tumechukia wao kufungwa. Kwani wana ubovu? Ndio wao watuambie sasa, kufungwa kwao na Azam FC ni kwa ubovu wao au kufungwa kwao na Azam FC ni kutokana na kukimbia fainali dhidi ya mnyama. Tukipata majibu hapo, sisi tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema kwamba aidha tumefurahi wao kufungwa ama tumechukia wao. Majibu wameshatoa, lakini wamesemaje? Msemaji amesema bahati haikuwa yao. Hatutaki habari za bahati. Habari za bahati tuachie bahati nasibu ya taifa. Wao watuambie, sababu ni hizi mbili tu. Kwani hamna bahati kwenye mpira? Ninyi mlimtaka nani? Tulimtaka Yanga sana kwenye fainali, sababu tuliamini ingekuwa fainali yetu nyepesi sana. Semaji. Nakwambia ya Yanga ambao umetwana nao jasho msimu, tunaamini ingekuwa ni fainali yetu nyepesi sana, lakini ni fainali yenye sifa kubwa. Ukicheza fainali na mpinzani wako mkuu katika nchi ukimfunga, sifa yake inakuwa ni kubwa na sifa yake inadumu milele na milele. Kwa hiyo tulimtaka sana yeye kwenye fainali, na mind you, Yanga hajawahi kutufunga sisi kwenye kombe la CRDB tangu limeanzishwa. Tumekutana naye mara mbili, tumemfunga mara moja kwenye nusu fainali mabao 4-1 Benjamin Mkapa. Tukaja fainali Kigoma tukamfunga bao 1-0 la Tadeo Luanga. Kwa hiyo hajawahi kutufunga kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo tulimtaka sana yeye kwa sababu huku kwenye kombe la CRDB yeye ni mdhaifu kwetu. Alishachungulia hiyo rekodi. Ameshachungulia, lakini kama haitoshi msimu huu yeye kwetu ni mwepesi mno. Ukiangalia rekodi ya msimu huu sisi ni bora kuliko yeye, na ndio maana tukasema huyu sisi tunamtaka sana kwa sababu tunafahamu namna ya kudili naye na namna ya kumfunga. Kwa upande wa Azam ni nusu fainali, ni fainali ngumu kwa sababu msimu huu Azam ni timu ngumu sana kwetu, na ndio ukiangalia ndio timu pekee ambayo ameifunga Simba Sports msimu huu katika ligi kuu. Tumecheza naye mechi 2, tumevuna alama 1 pekee, lakini ukija kwa Yanga tumecheza naye mechi 2, tumevuna alama 2. Kwa hiyo unaweza ukaona nani hapo sisi kwetu alikuwa ni mpinzani mwepesi, lakini hizo alama 2 ambazo amevuna ni moja amesaidiwa na refa na nyingine yani ni papatu yani ile nchoko yani sijui yani haina maelezo ya kitaalamu alichomwaje zile goli 2. Kwa hiyo sisi kwetu huyu ni mtu mwepesi mno ambaye kama angeingia fainali tulikuwa tunakwenda kumfanya kitu kibaya mno, asingesahau yeye na vizazi vyake. Nakwambia. Wazungumza na wana Simba, Morogoro ni jirani hapo. Tumemaliza yote ya Costi, ya Arusha na kila kitu. Kwa sasa akili inatakiwa kurejea katika ligi kuu. Ligi kuu huku bado hatujamaliza kazi. Tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba tunashinda michezo yote ambayo imesalia. Tuna kibarua na Mtibwa Sugar. Kama ambavyo nimesema awali, Mtibwa Sugar ukiangalia kama wepesi fulani hivi, lakini hawachelewi kukuharibia shughuli. Na kwa sasa tulipo hatutakiwi kudondosha hata nusu alama katika michezo yetu ambayo imebakia, kwa sababu kosa lolote la kudondosha alama tumejitoa kwenye ushindani. Na sisi hata kama tunakosa ubingwa, lakini tunataka twende hivi mpaka tamati ya ligi, kila mtu akiwa haelewi kitu gani kinakwenda kumtokea. Lakini ukidondosha alama hivi sasa, maana yake unampa mtu ahueni, anamaliza ligi akiwa amerelax. Tunataka hata yule kinara wa ligi awe kama amekalia kiti cha moto, anaungua namna hii. Ndicho ambacho tunakitaka. Kwa hiyo mimi niwaombe wana Simba ya kwamba tujitokeze kwa wingi
katika uwanja wa Jamhuri, na wengi wamekuwa na maswali, mechi ni wapi? Mechi ni uwanja wa Jamhuri Morogoro. Tuje kwa wingi wana Simba kutoka mikoa mbalimbali, maana Morogoro ni katikati. Tuje tuwape nguvu wachezaji wetu, tumalizane na Mtibwa, turejee Dar es Salaam, tuje tumalize mechi mbili za mwisho.